Hii mikopo ni mizuri, inatusaidia kwa kweli. Maana unaweza ukapata shida ya ghafla na ukajikuta ndani huna chochote, lakini ukiingia tu mtandaoni wanakurejeshea. Changamoto ni kwenye marejesho, namna ya kulipa. Muda mwingine unakuta mnapewa riba kubwa kiasi cha kwamba tena namna ya kuirudisha inakuwa ni ngumu. Tulikuwa tunaomba watusaidie kwa sababu kweli wanatusaidia. Ukipata dharura unaweza ukapata hata mgonjwa wa ghafla kama ninavyosema, lakini ikakusaidia. Shida ni ile riba inakuwa ni kubwa, watupunguzie kidogo. Mikopo ya mtandaoni ukweli upande wa sisi kina mama, hasa kina mama inatusaidia sana. Kwa sababu tuna changamoto kubwa. Unakuta mama kama mama ndio unategemewa kwa kila kitu. Isipokuwa pamoja na kutusaidia, changamoto mtandaoni pia ni kubwa. Unaweza ukajikuta labda umeugua, hujaenda kwenye mihangaiko yako. Ila wale watu wa mtandaoni hawakuelewi, wao wanataka leo ni kila siku. Sisi jeuri zetu sasa hivi ni kwenye mikopo ya mitandaoni, tofauti na hapo hamna. Wafanye kuwa natusikiliza tunapokwama. Kunayo fursa ambayo kwa sasa hivi tunasema kwamba tunaenda na teknolojia kulingana na uwepo wa mitandao, lakini mikopo hii tukumbuke kwamba wapo wanaoipata na wapo ambao hawaipati. Kikubwa zaidi, sababu kubwa ya kwamba kwa nini watu wanaipata, kwamba upo uharaka, kwa sababu kupitia simu yako unaweza ukaingia kwenye linki na ukapata maelekezo, kama inawezekana ukapata mkopo. Lakini pia wapo ambao hawaipati, na hii ni kwa sababu kwamba kumekuwa na matapeli wengi ambao wanaitumia hii mitandao ya kijamii kujinufaisha, lakini pia kutaka kuendelea kuwapoteza wale ambao wanafanya biashara hii ya mikopo ya mitandao.